بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. ikiwa ni usiku wa tarehe 27 mwezi wa Dhulqaada mwaka wa 1445 katika darsa ya risala al-usul al-thalatha للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى بشرح فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. tulimalizia katika vikao vilivyopita kusoma maelezo ya Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah katika maneno ya musannif rahimahullah ta'ala aliposema: اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم 4 مسائل. الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. الثانية العمل به. الثالثة الدعوة إليه. الرابعة الصبر على الأذى فيه. تكفيكيا قول المصنف رحمه الله تعالى الحسيمة: والدليل قوله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والعصر إن الإنسان لفي خسر. قبل ya kuingia kuieleza hii sura kwa maelezo aliyoeleza Sheikh Ibn Uthaymeen, قال رحمه الله: قوله والدليل أي على هذه المراتب ال4. دليل يا مرتبة هذه 4 za da'wa. قوله تعالى من قولياك الله سبحانه وتعالى: والعصر، نأبا وزاما، نأبا وزاما. أقسم الله عز وجل في هذه الصورة بالعصر الذي هو الدهر. الله سبحانه وتعالى katika hii sura ameapa kwa zama, nao ni wakati. وهو محل الحوادث من خير وشر. na wakati ndio sehemu ya matukio, ndipo panapofanyika matukio ya khairi na matukio ya shari ndani ya zama. فأقسم الله عز وجل به على أن الإنسان كل الإنسان في خسر إلا من اتصف بهذه الصفات ال4. وهو mtu au mwanadamu yuko katika hasara isipokuwa wale watakaosifika na sifa hizi 4: al-iman, sifa ya iman; wal-amal as-salih, na matendo mema; wat-tawasi bil-haqqi, wakausiana katika kushikamana na haki; wat-tawasi bis-sabri, wakausiana katika kuwa na subra juu ya hilo. قال ابن القيم رحمه الله: جهاد النفس 4 مراتب. ابن القيم رحمه الله أسمى جهاد يا نفسي
iko katika daraja 4, martaba 4. ihdaha, kwanza أن يجاهدها على تعلم الهدى ودين الحق الذي لا فلاح لها ولا سعادة في معاشها ومعادها إلا به. jambo la kwanza, aijahid nafsi yake, apigane na nafsi yake katika kujifunza uongofu na dini ya haki ambayo hamna kufaulu wala kupata saada na utulivu wa moyo katika maisha yake hapa ya dunia na marejeo yake kesho akhira, isipokuwa kwa ilmu hiyo ya uongofu na dini ya haki. Kwa mwanzo apigana na nafsi yake juu ya kujitafutia ilmu ya kisheria ya kumtambua Allah subhanahu wa ta'ala. athani, pili, أن يجاهدها على العمل به بعد علمه. baada ya utambuzi, baada ya kuwa na ilmu, awe ataijahid nafsi yake katika kuitendea kazi ile ilmu aliyopewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Amepigana nafsi yake, Allah akamwafikisha akapata ilmu, basi kuitendea kazi ile ilmu ni jihadi nyingine. الثالثة، مرتبة 3، أن يجاهدها على الدعوة إليه وتعليمه من لا يعلمه. أو atafanya bidii na juhudi katika kulingania watu katika ile ilmu na amal aliyokuwa nayo, kwa kuifunza kwa yule asiyejua, kufundisha yule asiyekuwa na ilmu akamfikishia na yeye ilmu, da'wa. الرابعة، مرتبة 4، أن يجاهدها على الصبر على مشاق الدعوة إلى الله وآذى الخلق. أي جاهد نفسيك جوية الصبر جوية لما شك يا دعوة anapolingania katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala, atapata udhia, awe atasubiria juu ya udhia anaoupata kutoka kwa watu, kwa sababu sitarajie kuwa utalingania katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala kisha utaachwa hivi hivi. Utaudhiwa kwa kila namna, utaonjwa kwa kila njia. ويتحمل ذلك كله لله، أو أتتحمل yote haya kwa ajili ya nani? Kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. فإذا استكمل هذه المراتب الأربع صار من الربانيين. ikiwa atakamilisha martaba hizi 4 akastimiza kisawasawa, basi huyu atakuwa katika walezi, wanawavyuoni walezi, wanaowalea watu. bila ya martaba hizi 4 kuzikamilisha hawezi kuwa mlezi. فالله عز وجل أقسم في هذه الصورة بالعصر على أن كل إنسان فهو في خيبة وخسر مهما كثر ماله وولده وعظم قدره وشرفه إلا من جمع هذه الأوصاف الأربعة. والله سبحانه وتعالى katika hii sura kaapa kwa zama kuwa kila mtu, kila mwanadamu yuko katika khaiba, katika khasara. Vile mali yake itakavyokuwa nyingi, vile watoto wake watakavyokuwa wengi, vile cheo chake na utukufu wake utakavyokuwa mkubwa, yuko katika khasara, isipokuwa aliyekusanya haya mambo ngapi? 4. la kwanza, ahaduha al-iman, akaona iman, ويشمل كل ما يقرب إلى الله تعالى من اعتقاد صحيح وعلم نافع. na iman imekusanya ndani yake kila kinachomkaribisha mja na Allah subhanahu wa ta'ala katika itikadi sahihi na ilmu iliyo na manufaa ndani yake. الثاني،
jambo la pili al-amalu salih, sifa ya pili ni awe na matendo mema. وهو كل قول أو فعل يقرب إلى الله بأن يكون فاعله لله مخلصا ولمحمد صلى الله عليه وسلم متبعا. na matendo mema yaingia ndani yake kila tamko, kila tendo linalomkaribisha mja na Allah subhanahu wa ta'ala, bimaana akawa mtendaji wa tendo lile au amali kama ile amemtakasia Allah subhanahu wa ta'ala amali yake kuwa ni mukhlis, tena akawa ni mwenye kumfuata mtume sallallahu alaihi wasallam katika amali yake kama ile. Bimaana amali yake imekusanya masharti mawili, sharti la ikhlas na mutabaa, ndio itaitwa al-amalu salih. الثالث التواصي بالحق، كوسيانا كتك حق، وهو التواصي على فعل الخير والحث عليه والترغيب فيه. ناوني كوسيانا كتك كفanya خيري، kuhimizana na kupendezeana katika kufanya kheri. Hii ni sifa ya tatu, ni wao kwa wao wahusiana katika kheri. الرابع jambo la nne التواصي بالصبر، kuhusiana katika jambo la kuwa na subra, بأن يوصي بعضهم بعضا بالصبر على فعل أوامر الله تعالى وترك محارم الله وتحمل أقدار الله. بمعنى ووصيana baadhi ya wao kwa wengine katika kuwa na subra, kutekeleza maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala na kuyawacha aliyoharamisha Allah subhanahu wa ta'ala, na kutahammal na kusubiria qadar anazozikadiria Allah subhanahu wa ta'ala ambazo haziendi na matamanio ya nafsi yake, au atakuwa na subra juu. قال رحمه الله تعالى: والتواصي بالحق والتواصي بالصبر يتضمنان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، اللذين بهما قوام الأمة وصلاحها ونصرها وحصول الشرف والفضيلة لها. na kuhusiana na haki na kuhusiana na subra, ndani yake pia yaingia kuamrishana mema na kukatazana maovu. Mambo haya mawili ndiyo kusimama kwa huu umma, ndiyo nguzo inayosimamisha huu umma na kutengenea kwake na kunusuriwa huu umma na kupata utukufu na fadhila. Allah subhanahu wa ta'ala sema: kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Kwa hivyo sharaf katika huu umma imepatikana kwa kuamrishana mema na kukatazana maovu. kisha akasema al-Imam al-Mujaddid rahimahullah ta'ala: قال الشافعي رحمه الله تعالى: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه الصورة لكفتهم. الإمام الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع الهاشمي القرشي ولد في غزة سنة 150 من الهجرة. الإمام الشافعي alizaliwa غزة، نسأل الله ينصر أهل غزة وأن يحفظهم. alizaliwa katika mji wa Gaza, Palestina, katika mwaka wa 150 Hijria. وتوفي بمصر سنة 4 بعد 200 من الهجرة. نالفريكي nchi ya Misri mwaka wa 204. Kwa hivyo Imam Shafi'i aliishi miaka 54 peke yake, hajakuwa mtu mzima, aliishi miaka 54 peke yake.
wakati mwingine waweza kusoma ilmu ya mtu na anavyotajika na imama aliyokuwa nayo, kisha ukija ukisikia umri wake, subhanallah, hao watu walikuwa wakisoma vipi? Hao watu walikuwa wana bidii gani katika kusoma kwao? Al-Imam Shafi'i alihifadhi Qur'an mutqin, akiwa ni mutqin katika Qur'an akiwa na miaka 7, mtoto mdogo, na akapewa ijaza ya kutoa fatwa na walimu wake akiwa na miaka 14 sana, akiwa na miaka 14 apewa ijaza kuwa huyu sasa ni mufti, aweza kutoa fatwa, aweza kujitahidi kutoa fatwa akiwa na miaka 14, rahmatullahi alayhi. Sasa ikiwa amefariki na miaka 54 na mtu ana dhehebu linalofuatwa na nkufa akiwa na miaka 54, umekaa hapo na miaka 20 sijui na ngapi, bado wasumbua kweli kweli, mara mkimbia sijui madrasa, mara sijui mkwenda wapi, upuzi mwingi. Utakuwa imamu wa mtaani, acha imamu wa dunia. Ukiwa imamu wa mtaani shukuru, sumbua kweli kweli, soma mimi bana, mimi naona wewe nani? Wampita watu na maana hapa, watu na maana yao wampita, mara wasikia sijui afanye hivi, mara sijui yule afanye hivi, mara afanye vile. Kisoma mambo kama ushangaa, subhanallah, tulab alilm ya akhi, wapi na wapi, hapa hapa tu. Kuna wengine mmekaa mntizama tu, mmetoa jicho tu kama mkula mogoka hivi, yani mwanafunzi unakaa kama teja bwana, huna hata kalamu, huna daftari, wewe uangalie wenzako tu, uangalie angalau basi unaandika faida. Al-Imam Shafi'i amekufa na miaka 54 tu, basi ukaandika pale Imam Shafi'i kwa miaka 54 ankufa. Hawa ambao hawataki kusoma ndio wale ufikiria Imam Shafi'i ni mtu sokoni auza papa. Kweli kuna mzee mmoja ulizwa, Imam Shafi'i, mimi namjua Shafi'i nani? Hapa si ajabu mtu kuuliza Shafi'i nani, yule tupigia photocopy vitabu ile, haona Shafi'i huyo hapa. Si ajabu kaona huyo, si ajabu, kwani humo sizungumzi haya kama ndhihaka. Kuna watu hamo kabisa, watu wako mashariki, wako magharibi. Sasa ukisoma sira za salaf na ukaona ule umri wao mdogo na martaba waliofikia kiilmu, wallahi walikuwa wapotezi muda wao. Ikifika katika muda walikuwa wakiuchunga sana, ndio maana wakafikia martaba haya waliofikia. Msifikirie mkitajiwa hao wanaovioni basi labda waliishi miaka 300, sijui miaka 400. Waliishi kama tunavyoishi sisi tu, umri huu tu, miaka 60 70, yalla ankwenda sana miaka 100 atakufa tu, lakini hapo tu hana miaka 200. Lakini wewe hesabu ile muda walioishi katika huu ulimwengu na intaji ilmi walioitoa katika maisha yao, utajua kuwa wakati ulikuwa ni kitu muhimu sana kwa yule mwanachuoni. Wakati ulikuwa ni kitu muhimu sana, walikuwa hawapotezi wakati kwa ajili ya mambo ya upuzi, la wallah. Na ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala akaonyanyua katika martaba makubwa kama haya. Leo tumtaja al-Imam Shafi'i, mimi naweza kusema amekufa kijana, miaka 54, kijana 54 tu afariki rahimahullah. Huko nyuma amewacha madhhabu mpaka leo yafuatwa akiwa na miaka 54 peke yake, rahmatullahi alayhi. وهو أحد الأئمة الأربعة على الجميع رحمة الله تعالى. يعني mmoja katika wale maimamu wa madhehebu mashuhuri manne, bali yeye ndiye mwalimu wa Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah. Mpaka Imam Ahmad katika kutaja fadhila ya Imam Shafi'i rahimahullah ta'ala asema, ma araftu an-nasikh min al-mansukh
illa ba'da an laqitu ash-Shafi'i, sikujua kulikuwa na nasikh na mansukh mpaka nasikujua ni zipi nasikh na mansukh mpaka nilipokutana na Imam Shafi'i rahimahullahu ta'ala. Siku moja Imam Ahmad ibn Hanbal alikuwa akimtaja al-Imam Shafi'i akimwombea dua sana katika kikao chake. Mwanawe Abdullah akamwambia, ya abati araka tukthir min dhikri Shafi'i, wakithirisha sana kumtaja Shafi'i. Man huwa Shafi'i? huyo Shafi'i nani? Qala ya bunayya kana ash-Shafi'i kashamsi lid-dunya wal-'afiya lil-abdan. Al-Imam Shafi'i kana kashamsi lid-dunya, umuhimu wake katika ilmu ilikuwa ni kama jua katika huu ulimwengu, wal-'afiya lil-abdan, na kama umuhimu wa afya katika mwili wa mwanadamu. Haya maneno ya Imam Ahmad rahimahullah ta'ala amzungumza Imam Shafi'i huyu ambaye amekufa akiwa na miaka 54 rahmatullahi ta'ala alayhi. Nimetanguliza kuyataja haya, msione tu wanawavioni wanukuu qala al-Imam Shafi'i, mkona si mtu wa kawaida tu yanukuliwa. Cheo chake katika ilmu ni kikubwa mno rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'a. قال الشافعي رحمه الله: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه الصورة لكفتهم. لو كما الله أسنجترمش حجة ووجواك isipokuwa hii suratul Asri, kwa ufupi wake mnavyoiona aya 3 zingeliwatosheleza kuwa ni hujja imesimama kwao. قال الشيخ ابن عثيمين: مراده رحمه الله أن هذه الصورة كافية للخلق في الحث على التمسك بدين الله. makusudio yake rahimahullah ni kuwa hii sura yatosheleza kwa viumbe kuwahimiza katika kushikamana na dini ya Allah bil iman wal amal salih wad da'wati ilayhi was-sabr ala dhalika, iman na kutenda mema na kulingania katika njia ya Allah na kusubiri juu ya hili. وليس مراده أن هذه الصورة كافية للخلق في جميع الشريعة، ولا sio makusudio ya Imam Shafi'i kuwa hii sura yatosheleza wanadamu kuwa sheria yote iko katika hii sura, la, hakumaanisha hivyo. وقوله ننن لك الإمام الشافعي: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه الصورة لكفتهم، لأن العاقل البصير إذا سمع هذه الصورة أو قرأها فلا بد أن يسعى إلى تخليص نفسه من الخسران. amesema maneno haya kwa sababu mwenye akili fahamu anapoisikia hii sura au akiisoma hii sura ni lazima atafanya bidii katika kuinasua nafsi yake na kuiokoa nafsi yake kutokamana na hasara. wadhālika biittisafihi bihadhihi as-sifati al-arba', na ni kusifika na hizi sifa 4, kujipamba na sifa hizi 4: al-iman wal amal as-salih wat-tawasi bil haqqi wat-tawasi bis sabr. mambo haya manne ambayo tumeyataja mara nyingi hapa tuyakariri. Al-Imam al-Bukhari Abu Abdullah Muhammad Ismail ibn Ibrahim al-Mughira ibn Bardizbah al-Bukhari رحمه الله تعالى ولد ببخارى في شوال سنة 94 و100 mwaka 194 amezaliwa Bukhara. ونشأ يتيما في حجر والدته, na alikulia akiwa ni yatima chini ya ulezi wa mama yake mzazi. وتوفي رحمه الله تعالى في خرتنك بلدة على فرسخين من سمرقند, hizi ni nchi ziko ما وراء النهر, ليلة عيد الفطر سنة 56 و200 mwaka wa 256 afariki al-Imam al-Bukhari rahimahullah katika usiku wa kuamkia Eid al-Fitr. Afariki al-Imam al-Bukhari rahmatullahi ta'ala alayhi. Na kuna mihna kubwa iliyomfuata Imam al-Bukhari kabla ya kufa kwake,
rahimahullah ta'ala, nendeni mkasome katika tarikh taona haya. Watu walimhusudu sana, wakampiga vita mpaka akafukuzwa katika miji mbalimbali. Inshallah kija wakati wake tutakuja kuzungumzia hilo biidhnillah. قال الشيخ رحمه الله وقال البخاري رحمه الله باب العلم قبل القول والعمل. والدليل قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله استدل البخاري رحمه الله بهذه الآية على وجوب البداءة بالعلم قبل القول والعمل. الإمام البخاري رحمه الله تعالى ametoa dalili ya hii aya juu ya uwajibu wa kuanza na ilmu kabla ya kauli yoyote na amali yoyote, bimaana kabla ya ibada yoyote ya matamshi au ibada ya vitendo, mwanzo ni ilmu. وهذا دليل أثري يدل على أن الإنسان يعلم أولا ثم يعمل ثانيا. نهين دليل أثر بمعنى إيكو أولياك الله سبحانه وتعالى هابا ambao ni dalili ya kuwa mtu mwanzo hujua kisha ndiyo hufanya vitendo. Kabla ya amal mwanzo ni ilmu. وهناك دليل عقلي نظري يدل على أن العلم قبل القول والعمل. kuna dalili nyingine ya kiakili pia ambayo yakuelekeza kuwa ilmu ni kabla ya matamshi na matendo. وذلك لأن القول أو العمل لا يكون صحيحا مقبولا حتى يكون على وفق الشريعة. na ni kuwa matamshi au matendo hayawezi kuwa sahihi yenye kukubalika mpaka yaambatane na sheria ya Allah. wala yumkinu an ya'lama al-insanu anna 'amalahu ala wafqi ash-shari'ati illa bil 'ilm. na iko akili tu, mtu hawezi kujua kuwa amali yake anayoifanya yenda sawia na sheria ya Allah mpaka asome, ndio atajua. Asiposoma hajui. bila ya ilmu huwezi kujua. ولكن هناك أشياء يعلمها الإنسان بفطرته كالعلم بأن الله إله واحد. kuna mambo mengine ambayo mwanadamu ajua kwa maumbile tu, kama kujua kuwa Allah ni Mungu mmoja. fa inna hadha qad futira alayhi al-'abd, ni jambo ambalo ameumbwa nalo mwanadamu, moyo wake ajua hilo. ولهذا لا يحتاج إلى عناء كبير في التعلم, sababu hiyo hahitaji kupata tabu sana katika kujifunza hilo. أما المسائل الجزئية المنتشرة فهي التي تحتاج إلى تعلم وتكريس جهود. أما لمسائل جزئية ya kisheria yameenea kila mahali, atakikana mtu ajifunze na afanye bidii katika kutafuta elimu hiyo. Wallahu ta'ala a'lam. Huu ni utangulizi wa mwanzo wa risala al-usul al-thalatha. Sababu al-usul al-thalatha haianzi moja kwa moja, bali mwanzo ametanguliza na vitangulizi kadhaa. Huu ndio mwisho wa utangulizi wa mwanzo. Kisha utangulizi wa pili waenda i'lam rahimakallah أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاث هذه المسائل والعمل بهن. utangulizi wa pili waanza hapo. Kwa tumemalizana na utangulizi wa kwanza. Alhamdulillah. Tasimamia hapa. والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك. بارك الله فيك.